Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwana michezo mwenzangu, tukae chini tuketi tuzungumze ya michezo yaliyojiri siku ya hii leo. Kuna mengi ambayo baada ya jana kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kumtangaza kocha kutoka Bulgaria, moja kati ya makocha bora kwelikweli, ambapo Simba jana wameweza kumtangaza kocha wao ama meneja mkuu kuelekea msimu huu wa 25-26. Kocha huyo raia wa Bulgaria Dimitri Pantev atawasili hii leo majira ya saa 9 alasiri kwenye uwanja wa kimataifa ardhi ya Mwalimu hayati Julius Kambarage Nyerere. Katika uwanja huo wa ndege majira hayo ya saa 9 alasiri, kocha huyo atawasili hapa nchini Tanzania. Moja kati ya taarifa iliyokuwa ikizagaa huko baada tu ya kocha huyo kutangazwa siku ya jana, mambo yamekuwa mazuri kweli, huku mwekezaji Mohamed Dewji pia ameendelea kuweka mambo sawa mguu pande, kwa sababu wa kuweka mambo maandalizi kuelekea katika msimu huu mpya, na huku akisema kwamba wanahitaji kwenda kurudisha ile heshima iliyokuwa ikipotea misimu minne iliyokuwa ikimalizika. Kocha huyo raia wa Bulgaria ameeleza kwamba anahitaji kuja kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba, huku pia akitekeleza maadili vile ambavyo alivyokuwa akikabidhiwa mkataba huo na uongozi wa klabu ya Simba. Moja kati ya taarifa iliyokuwa ikizambaa na kusema kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho, kuwafanya wachezaji wawe na morali, wawe na kasi, wawe na expensive na ubora zaidi katika eneo la uwanja. Huko moja kati ya taarifa aliyokuwa akisema, moja kati ya taarifa hiyo kwenye ripoti yake, kocha huyo raia wa Bulgaria Dimitri Pantev amesema kwamba kwanza anahitaji kuwafanya wachezaji wawe wana uwezo wa kuipambania nembo hiyo ya klabu ya Simba. Lakini tu mbali tu na kuipambania nembo hiyo ya klabu ya Simba, ameeleza kwamba anahitaji kwenda kuwafanya wachezaji wawe na uweledi wa kasi katika eneo la uwanja. Ameeleza kwamba mchezo wa kwanza, mkondo wa kwanza kombe la klabu bingwa barani Afrika, mchezo ambao uliopigwa pale Francisco nchini Botswana, amesema kwamba uwezo na kasi ya wachezaji imekuwa ni ndogo sana. Hilo pia amejaribu kulitazama pindi tu pale ambapo alipokuwa akicheza nao kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kabla uongozi wa Simba kumtangaza kocha huyo Bulgaria kutoka huko nchi hiyo Dimitri Pantev. Amesema kwamba kwanza wanahitaji wachezaji wapunguze uzito, na huko pia wawe na kasi iliyokuwa ya kifani. Lakini pia kocha Dimitri Pantev amesema kwamba anahitaji kuja na kocha wake msaidizi, lakini tu mbali na hivyo kuja na kocha wa viungo. Lakini amesema kwamba hahitaji hata kiongozi mmoja kuendelea kuwepo kwenye kikosi hiko, bali yeye anahitaji kuja na benchi lake la ufundi na kuja kuanza upya na kuja kuelekeza mafunzo ama maelekezo wachezaji hao, ili kuona jinsi gani mambo yanaenda kuwa vizuri kweli. Lakini kocha Dimitri Pantev amesema kwamba hahitaji kuingiliwa pale ambapo anapokwenda kufanya maamuzi kwenye mambo yake ya kiufundi. Hahitaji kuingiliwa na wala hahitaji kuingiliwa au kupingwa kimaamuzi pindi pale anapoamua kufanya mageuzi ama kufanya maboresho kwenye kikosi hiko. Basi viongozi wote wa klabu ya Simba hahitajiki hata mmoja aweze kuingilia pale ambapo tu anapohitaji kufanya maboresho kwenye kikosi hiko. Dimitri Pantev amesema kwamba anahitaji kwenda kufanya uwekezaji mzuri kwa wachezaji. Kwanza wawe wanajua nini matumaini makubwa kwa mashabiki wa klabu hiyo, lakini pia ameeleza kwamba anahitaji pia kuwafanya mashabiki wawe na furaha. Misimu minne iliyokuwa ikitamatika mfululizo, Simba alikuwa hakupata matokeo pindi pale tu anapokwenda kukutana na watani wao wa jadi Dar es Salaam Young African. Lakini sio hilo tu, kocha Dimitri Pantev ameeleza kwamba anahitaji kurudisha ule ufalme wa Simba miaka kadhaa iliyopita kwenda kufanya makubwa katika bara la Afrika. Ameeleza kwamba na kuondoa hofu mashabiki wa Simba, kwa maana kwamba waendelee kumshika mkono na waendelee kushikamana kwa kipindi hiki, kwa sababu ni njia bado inaonekana ni nyeupe na wao kwenda kufanya maboresho
maboresho kwenye kikosi hiko. Ameeleza kwamba yote yaliokuwa yamepita yote yanawezekana kurudi, ila tu anachokiomba kwa mashabiki na wanachama wa klabu hiyo ya Simba Sports Club wawe na umoja kwa kipindi hiki na waweze kushirikiana, waweze kuwasapoti wachezaji na waweze kuja uwanjani kwa wingi ili kuwapa motisha wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Ameeleza na kwamba yote yaliokuwa wamefanya huko nyuma yote yatafanya vizuri kwa sababu yeye ni kocha mwenye historia, kocha mwenye uwezo mkubwa kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ukiachana na taarifa hiyo, kocha Dimitri Pantev kuwasili hii leo majira saa 9 katika uwanja wa kimataifa Julius Kambarage Nyerere. Kocha huyo ameeleza hayo, na ukiachana taarifa hiyo, huku mwekezaji Mohamed Dewji baada tu ya kufanya uongozi kuwa bora zaidi na kocha aliyekuwa kwenye kosi hii kocha Simba kuondoka Fadlu Davis huko nchini Morocco, ameeleza kwamba wachezaji wote wawe na umoja, wasikumbuke yale ambayo ilikuwa amepita huko nyuma. Kwa hivi sasa tufungue kurasa mpya na kocha wetu mpya ili tuone ligi kuu Tanzania bara pamoja na michuano mingine kwenda kufanya vizuri. Lakini pia Mo Dewji amefanya uteuzi mwingine baada tu ya pale mwanzo siku ama miezi kadhaa iliyokuwa imepita, aliweza kuwatangaza bodi wa wakurugenzi wapya ambao walikuwa ni 7, lakini pia ameweza kutengua uongozi ambao ulikuwa pale awali. Huko mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ataendelea kuwa yule kwa maana kwamba mzee Cletus Magori, lakini pia mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Barbara Gonzalez yeye anaenda kuhamia katika nafasi ya kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Siku za hivi karibuni Barbara ataenda kutangazwa kuwa mtendaji mkuu kwa sababu haitajiki hata mara moja klabu hiyo ya Simba kuwa na siri zinazotoka nje ya klabu hiyo. Mo amesema kwamba kwa nini siri za klabu huwa zinatoka nje? Basi hilo litaenda kufutwa na litaenda kufanywa kazi pindi tu pale atakapoenda kukabidhiwa majukumu hayo Barbara Gonzalez kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo. Miaka kadhaa iliyokuwa imepita ulikuwa huoni siri zikitoka nje ya klabu hiyo. Mambo yalikuwa ndani na mambo yalikuwa ndani kwa ndani, na wala hakuna siri na wala hakuna taarifa zozote zilizokuwa zikitoka nje ya klabu hiyo. Mo ameeleza kwamba kwa nini kipindi hiki siri nyingi za klabu huwa zinatoka nje. Basi uteuzi mkubwa utaenda kufanywa na yeye yuko tayari kwenda kumrudisha Barbara katika nafasi hiyo kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba Sports Club. Huko mwanadada Bi Zubeda Sakuru yeye atarejea katika nafasi ya mjumbe wa bodi ya wakurugenzi pale ambapo tu alipokuwa ametoka Barbara, na yeye kupishana, huyu akiwa anaenda kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo na huyu anaelekea kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi. Mzee Cletus Magori ataendelea kuwepo hapo kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, lakini Barbara yeye ataendelea kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo klabu ya Simba Sports Club. Kwa nchi hiyo Dimitri Pantev amesema kwamba kwanza wanahitaji wachezaji wapunguze uzito na huko pia wawe na kasi iliyokuwa ya kifani. Lakini pia kocha Dimitri Pantev amesema kwamba anahitaji kuja na kocha wake msaidizi, lakini tu mbali na hivyo kuja na kocha wa viungo. Lakini amesema kwamba hahitaji hata kiongozi mmoja kuendelea kuwepo kwenye kikosi hiko, bali yeye anahitaji kuja na benchi lake la ufundi na kuja kuanza upya na kuja kuelekeza mafunzo ama maelekezo wachezaji hao ili kuona jinsi gani mambo yanaenda kuwa vizuri kweli. Lakini kocha Dimitri Pantev amesema kwamba hahitaji kuingiliwa pale ambapo anapokwenda kufanya maamuzi kwenye mambo yake ya kiufundi. Hahitaji kuingiliwa na wala hahitaji kuingiliwa au kupingwa kimaamuzi pindi pale anapoamua kufanya mageuzi ama kufanya maboresho kwenye kikosi hiko. Basi viongozi wote wa klabu ya Simba hahitajiki hata mmoja aweze kuingilia pale ambapo tu anapohitaji kufanya maboresho kwenye kikosi hiko. Dimitri Pantev amesema kwamba anahitaji kwenda kufanya uwekezaji mzuri kwa wachezaji. Kwanza wawe wanajua nini matumaini makubwa kwa mashabiki wa klabu hiyo, lakini pia ameeleza kwamba anahitaji pia kuwafanya mashabiki wawe na furaha. Misimu 4 iliyokuwa ikitamatika mfululizo Simba alikuwa
hakupata matokeo pindi pale tu anapokwenda kukutana na watani wao wa jadi Dar es Salaam Young African. Lakini sio hilo tu, kocha Dmitry Patev ameeleza kwamba anahitaji kurudisha ule ufalme wa Simba miaka kadhaa iliyopita kwenda kufanya makubwa katika bara la Afrika. Ameeleza kwamba na kuondoa hofu mashabiki wa Simba, kwa maana kwamba waendelee kumshika mkono na waendelee kushikamana kwa kipindi hiki, kwa sababu ni njia bado inaonekana ni nyeupe na wao kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko. Ameeleza kwamba yote yaliokuwa yamepita yote yanawezekana kurudi, ila tu anachokiomba kwa mashabiki na wanachama wa klabu hiyo ya Simba Sports Club wawe na umoja kwa kipindi hiki na waweze kushirikiana, waweze kuwasapoti wachezaji na waweze kuja uwanjani kwa wingi ili kuwapa motisha wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Ameeleza na kwamba yote yaliokuwa wamefanya huko nyuma yote yatafanya vizuri, kwa sababu yeye ni kocha mwenye historia, kocha mwenye uwezo mkubwa kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ukiachana na taarifa hiyo, kocha Dmitry Patev kuwasili hii leo majira saa 9 katika uwanja wa kimataifa Julius Kambarage Nyerere. Kocha huyo ameeleza hayo, na ukiachana taarifa hiyo, huku mwekezaji Mohamed Dewji baada tu ya kufanya uongozi kuwa bora zaidi na kocha aliyekuwa kwenye kosi hii kocha Simba kuondoka Fadlu Davis huko nchini Morocco, ameeleza kwamba wachezaji wote wawe na umoja, wasikumbuke yale ambayo ilikuwa amepita huko nyuma. Kwa hivi sasa tufungue kurasa mpya na kocha wetu mpya ili tuone ligi kuu Tanzania bara pamoja michuano mingine kwenda kufanya vizuri. Lakini pia Mo Dewji amefanya uteuzi mwingine baada tu ya pale mwanzo siku ama miezi kadhaa iliyokuwa imepita, aliweza kuwatangaza bodi wa wakurugenzi wapya ambao walikuwa ni 7, lakini pia ameweza kutengua uongozi ambao ulikuwa pale awali. Huku mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ataendelea kuwa yule, kwa maana kwamba mzee Cletus Magori, lakini pia mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Barbara Gonzalez, yeye anaenda kuhamia katika nafasi ya kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Siku za hivi karibuni Barbara ataenda kutangazwa kuwa mtendaji mkuu, kwa sababu haitajiki hata mara moja klabu hiyo ya Simba kuwa na siri zinazotoka nje ya klabu hiyo. Mo amesema kwamba kwa nini siri za klabu huwa zinatoka nje? Basi hilo litaenda kufutwa na litaenda kufanywa kazi pindi tu pale atakapoenda kukabidhiwa majukumu hayo Barbara Gonzalez kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo. Miaka kadhaa iliyokuwa imepita ulikuwa huoni siri zikitoka nje ya klabu hiyo. Mambo yalikuwa ndani na mambo yalikuwa ndani kwa ndani, na wala hakuna siri na wala hakuna taarifa zozote zilizokuwa zikitoka nje ya klabu hiyo. Mo ameeleza kwamba kwa nini kipindi hiki siri nyingi za klabu huwa zinatoka nje. Basi uteuzi mkubwa utaenda kufanywa na yeye yuko tayari kwenda kumrudisha Barbara katika nafasi hiyo kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba Sports Club. Huko mwanadada Bi Zubeda Sakuru, yeye atarejea katika nafasi ya mjumbe wa bodi ya wakurugenzi pale ambapo tu alipokuwa ametoka Barbara, na yeye kupishana, huyu akiwa anaenda kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo na huyu anaelekea kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi. Mzee Cletus Magori ataendelea kuwepo hapo kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, lakini Barbara yeye ataendelea kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba Sports Club.